alaykum mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwa mzima buheri wa afya, ikiwa ni saa 5 kamili saa za Afrika Mashariki, moja kwa moja kutoka hapa katika makao makuu ya TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Unafuatilia matangazo kupitia mtandao wetu wa TV47 Kenya kwenye mtandao wa Facebook, na kwenye mtandao wa Twitter au X ni @TV47 Digital @Paul Kirobi, na kwenye YouTube ni TV47 Live. Ikiwa ni awamu ya saa 5, ni wakati wa kukujuza ni yapi ambaye yanajiri, na tukitupia jicho uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau, na kwa sasa tunaanzia maeneo hayo. Uchaguzi mdogo wa Olkalau sasa umesalia tu siku moja kung'oa nanga. Hapo jana waniaji wa ubunge huu waliandaa kampeni zao za mwisho, huku kila mgombea toka vyama vya DCP, UDA na Jubilee wakinadi sera zao wakitarajia ushindi siku ya Alhamisi. Kwa sasa hali hiyo ipo shwari, huku Olkalau ikiendelea kusalia tulivu, huku wakazi wakijitayarisha kutia vidole vyao kwenye sajili za IEBC na kumchagua mbunge wao mpya. Mwanahabari wetu Sydney Chazema yuko katika eneo bunge hilo na kwa sasa anatujuza mengi zaidi. Sydney. Naam, shukran Paul Kirobi kutoka Nairobi. Niko hapa katika shule ya Olkalau Senior School, ambapo shughuli tu za kuwasajili mawakala na kuchukua data yao katika eneo hili zinaendelea. Kumbuka kwamba tume ya IEBC imeratibu shule hii kama eneo ambapo ujumlishwaji wa kura utaendelea mnamo siku ya Alhamisi. Na kumbuka kwamba shughuli za kampeni zilikamilika hapo jana mwendo wa saa 12. Tuliwaona wagombea kadha wa kadha, ikiwa ni 9 ambao waliratibiwa kuwania ubunge huu na IEBC, wakijitokeza kufanya kampeni zao za mwisho, kutoa ujumbe zao za mwisho na kuwarai tu wakazi wa eneo hili wajitokeze kwa wingi. Kumbuka kwamba kulingana na sajili ya IEBC ni wapigaji kura zaidi ya 73,000 ambao wameratibiwa na IEBC au wamesajiliwa na IEBC ambao watajitokeza kupiga kura. Na kumbuka kwamba katika chaguzi hizi ndogo mara mingi huwa tunaona kwamba si idadi kamili ambao wanajitokeza kupiga kura kama inavyolinganishwa na uchaguzi mkuu. Kwa hivyo tunatarajia kwamba huenda watakaojitokeza ni kati ya 40,000 au 50,000 hapo, kulingana na jinsi ambavyo wagombea hawa watakuwa wamewarai wenzao ama wapigaji kura wajitokeze. Kumbuka kwamba pia eneo bunge hili lina wadi 5. Eneo bunge hili lina vituo vya kupigia kura ambavyo ni 144 ambavyo vimetapakaa katika wadi hizo 5. Na uchaguzi huu ulitokea baada ya kifo chake aliyekuwa mwenda zake mbunge wa eneo hili David Kiaraho wa chama cha Jubilee alipofariki, na basi tume ya IEBC karatibu kwamba kuwe na uchaguzi huu mdogo. Kiini cha uchaguzi huu kwamba pia ni kinavileta vyama kadhaa, ikiwemo UDA, ikiwemo DCP, ikiwemo Jubilee na vinginevyo. Lakini katika msemo au nikisema katika njia za kura kwamba kuna farasi wawili tu ambao wametokea kidedea, ambaye ni Sami Ngotho wa DCP na Samuel Mushina wa chama cha UDA. Na kura hizi zinaangaliwa kwa darubini kali kwamba Rais Ruto anatarajia kwamba ataonesha ubabe wake katika eneo hili la Mlima wa Kenya, kwamba naye Rigathi Gachagua pia anataka kuonesha kwamba ameishika eneo hili na kuwa kwamba yeye ndo mbabe wa huku. Basi darubini iko katika wagombea hao wawili haswa, ili kuona kwamba ni vipi kura hii itakavyoelekea. Na kumbuka katika mchakato wa kampeni kulikuweko na tetesi pale na pale kwamba chama tawala cha UDA kina shiriki katika kile ambacho wadadisi au wachanganuzi walisema kwamba ni ununuzi au voter bribery, kwa njia ya kuwaletea mapochopocho, kwa njia ya kuwaletea mambo mawili matatu pale, ikiwemo godoro, ikiwemo maji, ikiwemo visima, ikiwemo gesi. Na tuliona kwamba mwenyekiti wa tume ya IEBC Erastus Ethekon akijitokeza na kusema kwamba ikiwa vitendo hivi vitaendelea basi hata kuwa na budi na kusitisha uchaguzi huo. Lakini hilo halijaendelea kufikia sasa, ndio maana tuko hapa ili tuchukue tu data au kujua ni nini kitakachoendelea katika siku ya Alhamisi. Na kutoka hapa tutaingia ndani ili tuone tu ni nini kinachoendelea. Kumbuka kwamba
ni vituo vitakuwa vinaleta hapa sanduku zao za kura ili vihesabiwe, na kwamba saa hizi ni shughuli tu ya kuangalia mawakala watakaosaidia kazi hapa. Kuna maafisa wa usalama pia wako hapa ili kuhakikisha kwamba shughuli hiyo itakuwa sawa kabisa. Nikirejea kwako studio na kujuza kwamba tutakutana mwendo wa saa 7 au mwendo wa jioni ili tukujuza zaidi kinachoendelea katika eneo bunge hili la Ol Kalou. Paul Kirobi. Na asante sana Sydney Chazema akiwa eneo bunge la Ol Kalou, ambapo wanafuatilia kwa kina zaidi uchaguzi huo mdogo ambao utakuwa unafanyika tarehe 16 ambayo itakuwa ni siku ya Alhamisi. Tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, lakini tukisalia maeneo hayo, wakazi wa eneo bunge la Ol Kalou wametakiwa kudumisha amani wanapojiandaa kushiriki uchaguzi mdogo Alhamisi wiki hii. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amesema siasa za fujo hazina nafasi katika jamii ya kidemokrasia. Amewataka viongozi wa kisiasa na wananchi kuhubiri amani, kuheshimu sheria na kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa utulivu na uwazi. Waiguru amesema uchaguzi wa amani ni msingi wa kuimarisha demokrasia na maendeleo ya nchi. Sisi sio watu wa vita. Mimi nimekuwa kwa siasa kwa miaka zaidi sasa ya 10, before kwa technocrat na pia kwa kuchaguliwa, na sijawahi husika hata siku moja kwa campaign ambayo inaleta vita. Na sisi kama chama cha UDA, sisi hatujaambia mtu yeyote asifanye campaign zake, si ndio? Sisi tulikubalisha na hata tukukua tunasema mtu asikuje. Kwa hivyo kusema wale ambao wanataka kuleta vurugu, wawe wa chama gani ama gani, wajue sisi ni watu watulivu, sisi tunatii sheria, na sisi tunaomba kura kwa unyenyekevu, kwa sababu tunajua kura zinatoka kwa wananchi. Kwa hivyo huku Ol Kalou pia tunataka kuhimiza that there be peace during elections, and that those who have brought this kind of violence, irrespective of whichever party they come from, tunajua ni nani walikuwa wamesema nani asikakuje. Kwa hivyo wachunguzwe na wachukuliwe hatua. Na tukiachana na hayo, kuingineko ni kwamba wafanyabiashara katika eneo la Jacaranda Watamu katika kaunti ya Kilifi wanataka jengo la orofa 5 lililoanza kujengwa na sehemu yake kuanguka wiki iliyopita livunjwe mara moja. Waendeshaji hao, wengi wao ambao ni wanawake, wameandamana wakidai kuwa ujenzi huo umevunja sheria za uhifadhi wa bahari kwa kujengwa ndani ya alama ya mita 60 kutoka ufukweni. Wakiongozwa na viongozi wa chama cha waendeshaji wa ufukwe, wamelaumu mashirika ya serikali ikiwemo NEMA, KWS na serikali ya kaunti ya Kilifi pamoja na viongozi walioidhinisha mradi huo wakipuuzia sheria. Hali hapa tumefanya kazi miaka yote hakuna fujo, lakini tutangia mwaka jana huyu jamaa alipoanza huu mjengo, huu mzungu aitwa Daniel huyu na kontrakta wake Manyongano wamekuja wakatudhulumu. Kila mara tunalilia serikali yetu ije. Hii si mara ya kwanza tumechukua mambo kama haya, lakini serikali mpaka saa hii hawajakuja. Hii goroba ifai hapa ni baharini, inafaa kuwa nchi kavu, lakini sababu ya corruption hata wote waliohusika tunasema wafutwe wote, sababu kama si wao hakungekuwa na maafa. Ni kitu ya aibu kwamba wanadhamini pesa kuliko maisha ya Mkenya. It is a shame to the whole government kuruhusu kitu kama hii hapa ndani ya bahari. Mbali na taarifa hiyo, mawaziri Ali Hassan Joho na Salim Mvurya, viongozi wa pwani waliokuwa mahasimu wa jadi na ambao sasa wanaunga mkono serikali jumuishi, wamepeleka kampeni za Rais William Ruto katika kaunti ya Kwale. Na kama anavyosimulia mwandishi wetu wa Kwale Brivian Simiu, ni kwamba viongozi hao kutoka vyama vya UDA na ODM wameahidi kuungana ili kuhakikisha Rais William Ruto anashinda katika uchaguzi mkuu. Waziri wa michezo Salim Mvurya na mwenzake wa madini Hassan Joho wameongoza siasa za kumpigia debe Rais William Ruto katika eneo bunge la Matuga, kaunti ya Kwale. Matuga oye! Matuga oye! Wakizungumza katika mkutano wa kampeni za uchaguzi wa mwaka wa 2027, viongozi hawa wamewataka wakazi wa pwani kumpigia kura Rais Ruto.
Kwanza tuhakikishe tunapiga kura yetu kwa faida na tupige mahali pamoja kwa William Samoei Ruto. Alafu jambo la pili, kura yetu iongezeke ndiyo iwe na maana kwa taifa la Kenya. Tukitaka kuhesabiwa tuwe na nini? Umoja. Tumekubaliana mtapreach umoja. Mtaunganisha jamii. Chama cha ODM, chama cha UDA, chote kiko katika broad based government. Sivyo? Joho na Mvurya wakisema kwa ushirikiano wao unalenga kuongeza idadi ya kura za urais katika ukanda wa Pwani. Aidha, wamewataka wakazi wa Kwale kukata kura kwa wingi ili kuhakikisha Ruto anashinda katika uchaguzi ujao. Tukaona tuna watu wengi ambao wana kitambulisho hawana kura. Wengine wako na kura na hawapigi. Wengine kitambulisho hawana. The government shall facilitate to ensure every Kenyan ana uwezo wa kupata kitambulisho. Na alafu tuandikishe kura. Wakiandamana na viongozi wengine wa kaunti hii, wamedai kwa eneo la Pwani limepiga hatua kubwa kufuatia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na serikali ya Ruto. La kwanza ilikuwa ni barabara ya Kinango kuja Kwale. Inaendelea iendelee. Ruto ntoni wasitoni. Barabara nyingine ilikuwa ni ya kwenda Funzi, kuunganisha hicho kisiwa na Msambweni. Hata tulipokuwa tunatafuta kura ya Mama Achani, aliyekuwa kutitia wasiwasi ni nani? Si ni Joho? Na si yuko hapa na timu yake ya ODM. Tuna matatizo tena sisi Kwale. Nikiripotia TV47 Kwale, mimi ni Brivian Semeu. Naam, asante sana Brivian Simiyu kwa taarifa hiyo. Kufuatia mzozo wa mbuga ya Amboseli kati ya shirika la kuhifadhi wanyama KWS na wenyeji pamoja na uongozi wa kaunti ya Kajiado, sasa Rais William Ruto ameingilia kati ili kutoa suluhisho la mzozo huo ambao chanzo ni ugavi wa mapato. Gavana Joseph Ole Lenku alilazimika kuongea na wakaazi waliopanga maandamano katika lango la Kimana la mbuga hiyo baada ya shirika la KWS kushindwa kutekeleza agizo la kugawa mapato kwa 50% kwa 50 kuanzia Julai mosi. Licha ya mahakama kuu kupiga marufuku mikusanyiko hiyo jana, Rais William Ruto ameahidi kusuluhisha mgogoro huo na usimamizi wa mbuga ndani ya siku 30 zijazo. Lewa kabisa ni kwa nini jamii imeghadhabishwa na hatua ya kutoruhusu process ifanyike kuanzia tarehe mosi mwezi wa Julai, lakini amesema pia anaheshimu sheria kwamba kuna shida kotini. Na Mheshimiwa Rais amesema shida hiyo serikali itachukua hatua mwafaka kwa kutatua shida hiyo ya kotini kwa muda mfupi uwezekanavyo. Nimeona nguvu ambayo KWS wametumia. Wameleta maaskari, ukiona Kimana ilikuwa kama kuliko utaona mama wa soko. Unaona maaskari ndio wamejaa. Hapa paka kama hii unawekaje magari karibu 30 ya polisi kwa na wanapita mashamba zetu za community. Nataka niambie KWS, hii nguvu mko nayo ya kuhakikisha kwamba mtupatie paki yetu, ya kujumulieka polisi kwa nguvu. Hiyo nguvu nataka tuwaeleze kuanzia leo wakati mazungumzo yanaendelea. Mutaweka hiyo nguvu, mnaweka kwa mliweka ya security ya kuja kugandamiza watu wetu. Tunaomba governor hiyo nguvu pia KWS waweke wanaporudishia paki yetu. Na tukiachana na hao, wadau wa mazingira katika kaunti ya Kilifi wameitaka serikali kuweka sera kali zitakazolazimisha kampuni za plastiki kuhamasisha jamii kuhusu utupaji bora wa taka ili kulinda mazingira dhidi ya uchafuzi mkubwa. Wakizungumza wakati wa matembezi ya kuhamasisha umma yaliyoshirikisha wanafunzi mjini Kilifi, wadau hao walisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya viwanda na serikali, ambapo walionya kuwa utupaji ovyo wa taka kwenye fukwe na njia za maji unahatarisha afya ya jamii kwa sababu mkurupuko wa magonjwa hatari kama kipindupindu hasa wakati wa mvua, hivyo basi kuweza kusababisha hatua madhubuti za haraka zinazohitajika sana kukabiliana na uchafu.
Extended producer responsibility ni kitu ambacho nafaa tulitilia mkazo sana sana kwa producers wa hizi materials zao, packaging materials zao, plastiki hizi packet za maziwa, ili waweze kuchukua jukumu la kisha kwamba wanarudi katika jamii, katika consumer, ili kuweza kutoa mfumo wa funding ili packaging zao ziweze kuokotwa kwa ajili ya upcycling ama ziweze kurudi kwa kampuni for further ama for recycling. Things don't need plastics, like bottles you can make them out of stone and metal instead of plastics. It will make work way more easier and also better for the environment as a whole. I think we should use more eco-friendly materials. Na tukiachana na hayo, kwa wanafunzi wa shule ya msingi ya Enaibelbel huko Narok watapata maji safi shuleni, ambapo kumekuwa na changamoto ya kila siku. Sasa hali hiyo inatarajiwa kubadilika baada ya shule hiyo kupata miundombinu mpya ya maji na usafi. Zaidi ya wanafunzi 800 wanatarajiwa kunufaika na hatua hiyo, ambayo inalenga kuboresha usafi, afya na mazingira ya kujifunzia. Walimu wanaamini kuwa wanafunzi watatumia muda mwingi zaidi darasani badala ya kukabiliana na changamoto za kukosa maji na huduma bora za usafi. Wadau wamesisitiza kuwa mazingira salama na yenye huduma muhimu ni msingi wa elimu bora. Nimepokea kwa niaba ya wazazi. We are here to launch and celebrate the completion of a gift to this community by the Rotary Club of the local Rotary Club, and in future we hope to work with the community and see what more we can be able to do. I want to thank the community and the Rotary Club here for really a commendable job that has been done as we celebrate this milestone, and we hope we can achieve more milestones in future. And for us, this is a big win because it is giving dignity to the children, that they can use nicely built modern toilets instead of going to the bush or crowding in the toilets. There'll be less missing of school because of diseases, because they'll have clean drinking water. They will also have enough water for basic hygiene. Bro, it is a great milestone to our institution. For one, we are now able to manage time, because there before the learners would crowd there using the few facilities we had, and right now at least we can see that the learners can attend lessons as stipulated. Bali ya taarifa hiyo, watoto wanaoishi mitaani mjini Kapsabet katika kaunti ya Nandi wamepatiwa huduma za matibabu katika zoezi lililoandaliwa na wadau wa afya kutoka kaunti ya Nandi. Katika hafla hiyo, watoto hao walifanyiwa uchunguzi wa afya na kupatiwa matibabu ya magonjwa mbalimbali. Wadau hao wakieleza kuwa wengi wao hukumbwa na changamoto za kiafya kutokana na mazingira hatarishi wanamoishi, ukosefu wa lishe bora na huduma za afya. Wamezitaka serikali na jamii kushirikiana ili kuhakikisha kwamba watoto hao wanapata huduma za afya na fursa za kujenga maisha bora badala ya kutengwa. Kwa street wamesaulika, wengine wanagonjeka street mpaka wanahaga. Tumekuja hapa tuweze kuwaongelesha the street children, ndiposa wenye bado wako na wazazi wao waweze kurudi makwao ama nyumbani. Baadhi yao wanahangaika vidonda, wengine wako na ugonjwa ambao wazingatii, waendi kutafuta matibabu, na isipochukuliwa mapema inakuja inakuwa changamoto baadaye kwa mwili yao. Kuje watusaidie kabisa. Wamama wetu hao wametupeleka lunch, na sisi kama hustle tu town hapa hatuna kichocho. Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba mpango wa michezo midogo ya kimataifa International Mini Games umepanuliwa hadi ukanda wa Pwani, hatua ambayo inalenga kukuza vipaji vya wanafunzi na kuandaa kushindana katika viwango vya kimataifa. Zaidi ya shule 100 kutoka Kilifi, Mombasa, Nairobi, Kiambu na Machakos zilishiriki katika toleo la 20 la mashindano hayo lililofanyika Malindi. Mbali na michezo, waandaaji wanasema kwamba mpango huo unakuza nidhamu, ushirikiano na maadili ya kiolimpiki. Washindi wa toleo hili wataiwakilisha Kenya katika mashindano ya kimataifa yatakayofanyika Arusha, Tanzania mwezi Novemba. Sports will be able to bring children into the values of Olympics, also even
the values are also being taught in their school so that they can be able to be good children in school and also good citizens. The current education system, that is CBC, has incorporated these activities. So that is why we go to the schools each and every day from Monday to Saturday to make sure that we are able to impart the skills to the learners. Hii inatusaidia kwa sisi kama vile kuchoma shule, kutoa ifikiria kuchoma shule kwa dini. Unajua unapata starehe hapa na unajua kama ukiqualify utaenda Novemba Arusha. Kwingineko ni kwamba Ufaransa itachuana dhidi ya Uhispania ifikapo saa 4 leo usiku kwenye nusu fainali ya kwanza ya kombe la dunia mwaka 2000. But not for a lack of trying. So for the last time and the first time. Welcome to Connect In, the best experience in Eastern Central Africa and its environment. Saturday at 8:30 p.m. on TV47. Wednesdays at 8:30 p.m. This is a very serious place. I see that. Surely. Hey, nyumba. This is the place. Just for a few days. Rule number 2. Kwani Google inajua maisha yangu wewe? That's my seat. It's a chair. It was hers. You're new here? Yes. You learned the rhythm. This place is run by structure. Structure. It is a system. Ni venye tu ni system haisikizi. And what happens if something you haven't chosen enters your day? I remove it. That's not always going to be possible here. Then you are going to have a problem. Noted. What are you planning? To escape from a resort? This is not a resort, my friend. This is a storage. Wednesdays at 8:30 p.m. Pumziko mafupi, tukirejea tunakuja na mengi zaidi ikiwemo mjadala ambao utakuwa nao kuhusiana na siasa za uchaguzi mdogo wa Olkalau. Kumbuka kwamba kampeni zilikamilika hiyo jana na siku ya leo kuna mengi tu ambayo yatakuwa yanafanyika. Wageni watakuwa hapa studioni, nitakuwa naye Bosco Mutegi Kiura ambaye ni mtaalamu wa uongozi na sera, na nitakuwa naye Kariuki Wainaina ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Kwa hivyo usiende mbali mtazamaji, nitakuwa nasoma pia arafa ambazo utakuwa unatuma.